Msemaji wa kikundi cha wazalendo kutoka katika sekta ya Lulenge ametoa wito wa utulivu na kurejesha matumaini kwa wananchi wote wa maeneo ya Fizi na Uvira, akiwataka wasikatishwe tamaa na propaganda za maadui. Katika taarifa yake, msemaji huyo alisema kuwa amesisitiza kuwa uamuzi wao wa kushika silaha unatokana na uzalendo wa dhati kwa ajili ya kulinda ardhi ya mababu na usalama wa raia. Raia wetu wasiwe na wasiwasi wowote, sisi tutabaki imara siku zote. Tutapigana hadi tuone tone la mwisho la damu yetu, na tutaamrisha adui kuelekea katika mipaka na kutoka katika nchi yetu ya maziwa na asali, alisema hivyo msemaji huyo. Na katika milima ya Uvira, ripoti nyingine inaeleza kuwa Uvira, mratibu wa kikundi cha General Kuruninga Wilpol, ambaye amekuwa mstari wa mbele kupambana na waasi wa M23 kwenye milima ya Uvira, ametoa shukrani za dhati katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa msaada wa uungaji wake mkono dhidi ya wazalendo. Katika ujumbe wake huo, ameeleza kuwa ametoa wito mzito kwa makundi yote ya wazalendo nchini humo kusimama kidete na kuunga mkono katika hatua ya hivi muhimu, na akieleza kuwa muda umefika sasa na ni lazima wazalendo wote tuungane na kupambana hadi tone la mwisho la damu. Ameendelea na kusema kuwa anahamasisha vijana wengine kuona hamu ya kujiunga na makundi mengine ya wazalendo ili kuimarisha vikosi hivyo kuwa na nguvu kubwa ili kumwondoa adui katika mipaka ya Kongo. Tuelekea katika taarifa zingine huko. Ujumbe huu ni mahususi kuelekea kwa rais wa nchi ya Rwanda Paul Kagame, akielezwa kwa yale ambayo yanayoendelea hususan na kuhusu sapoti yake anayoitoa dhidi ya waasi wa M23, lakini pia operation nyingi zimeshafanywa chini ya uongozi wa FARDC wakishirikiana na wazalendo, na tayari wamekwisha kushika miji mingi sana, na tunaweza tukasema kwamba katika hatua ambao wamekwisha kuipiga basi itakuwa ni hatua nzuri. Lakini mara kwa mara katika maeneo mengine ambayo bado hayajafikiwa na vikosi hivyo, tunazidi kuona malalamiko ya wakongomani wengi kuhitaji msaada, hususan katika maeneo ya Goma na vitongoji vingine ambavyo vimekaliwa na waasi hao wa M23 ambao wanaosadikika kuungwa mkono na nchi hiyo ya Rwanda. Ujumbe huu ni mahususi kwa kutufungua macho na kufungua masikio yetu tupate kuelewa kile kinachoendelea na hipi ni nia ya watu hawa na usaliti unaanzia wapi. Wanakuambia kwamba usaliti unaanzia nyumbani kwako. Je, katika hili usaliti unaanzia wapi? Basi tuungane moja kwa moja kusikiliza ujumbe huu ili tupate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashamba ya vita. Asante. Rais Kagame, japokuwa wapo watu wengi ambao wanaelewa vifungo vya Biblia vinavyosema mtii wenye mamlaka, ningeweza kutimiza eneo hilo kwa kuheshimu andiko hilo kama ungekuwa wewe ni muungwana. Lakini kwa sababu umekuwa sio muungwana, siwezi nikatii andiko hilo kwamba nifike mahala ni kuite mheshimiwa, ila nakuita Rais Kagame. Basi inatosha, kwa sababu rais, hata rais wa mpira ni rais. Kwa hiyo nakuita Rais Kagame. Nataka nikupe taarifa kwamba kumbuka mwaka 1980 wakati ukiwa Monduli ulipopelekwa na Museveni kusomea masomo yako ya kijeshi kwa maandalizi ya hilo mnaloliendeleza hapo Rahima Empire. Tulifika pale, tulikuwa watu 4. Yule uliyemwambia kwamba una kiu ya maji akaenda kukununulia yale machupa ya 4 ya maji ndio huyu anayeongea, na kwa kawaida tukomeshasikia sauti yangu.
na kwa sababu hiyo nataka nikupe ujumbe kwamba baada ya pale hatukuweza kuonana tena, lakini nataka nikwambie kwamba mimi ni mbembe wa baba na mama. Sisi Bwana Kagame, kawaida yetu huwa hatuhitaji mafunzo ya kijeshi mpaka mtu aitwe general. Kwa mbembe huwa hakuna kanali wala hakuna brigadier. Kwa mbembe huwa hakuna meja. Sisi tukiwa watano tukishika silaha, basi yule tunayeamua kuwa mkubwa kwa kundi letu hapo ndio anaitwa general. Ndio maana umati utitiri wa maimai wa Kibembe ndio walianzisha hiyo slogan ya watu wote kuitwa mageneral. Na ujeneral wetu, wewe umesomea ujeneral wako ulionao, umeanzia mafunzo Tanzania, ukaenda Uingereza, ukaenda Cuba, baadaye ukaenda kumalizia CAA kwa kukupeleka Marekani. Ulivyotoka hapo umekuja baada ya kufanya mipango yako wa kumuua Rwigema, ukashika nchini kwa mikakati ya kaka yako Museveni. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja, kwamba sisi kama nilivyokuambia kwamba huwa hatujifunzi koko tulikoenda. Sisi mafunzo yetu yanakuwa sehemu inaitwa Abengwa. Mafunzo yetu yanakuwa pale na Malamala. Mafunzo yetu yanakuwa sehemu inayoitwa Ichula. Tukizidi sana, mtu akizidi sana anaenda Wabora. Huyu aliyefika Wabora kule alikokuwa Laurent Kabila, huyo sasa akifika anaitwa Fred Marshall. Yaani kwa lugha nyingine nyinyi mnaita ndio cheo cha mwisho cha ugeneral ambacho nyinyi mnaita marshal. Lakini wewe kwa sababu ni Mwingereza, basi uelewe hivyo kwamba unaitwa Fred Marshall. Kwa hali hiyo nataka nikwambie kwamba sisi mitaa yote imetapaka mageneral, na mageneral hawa hatuhitaji kupewa hicho cheo na rais. Sisi huwa tunajiteua kama vile ulivyo general, ndivyo alivyo mageneral wetu walivyo, na tunawaheshimu hivyo hivyo kama watu wako wanavyokuheshimu. Sasa kinachonifanya nikwambie hivyo ni kwamba umepungukiwa na mawazo. Umeingia kwenye choo cha kike wanavyoita Waswahili. Uliza programu alizokuwa nazo Mobutu. Hao watu waliomtuma walifanya hayo hayo kwake, wakampa utukufu huo huo kama huo unaojivunia leo. Nataka nikuulize mpaka leo, hivi unajua hata historia ya Mobutu unaisikia? Familia yake unajua ilipo? Pesa yake unajua ilipo? Wazungu walichukua pesa yote. Na hata mtoto aliyekuwa mentraining kama hivyo wewe unavyomtraining huyo mtoto wako Alan, nataka nikwambie yule mtoto alikufa kwenye vita vya Moba wa Marekani, ndio sababu walimchukia baba wakamchukia na mtoto. Na mtoto mwenyewe ndio yule ambaye wanamuziki walikuwa wanamuita Saddam Hussein. Nadhani jina maarufu ile Saddam Hussein, Kongolo Mobutu. Au sijui Manda nafikiri kitu kama hicho. Sitaki kukumbuka historia ya watu wanaofugwa na wazungu. Kwa hiyo uelewe hivyo. Sasa hata huyo mtoto wako unaye ndio mlinzi wako, uelewe kaburi lako ndio itakuwa kaburi lake. Ndivyo wazungu walivyo. Sikufikiri kwa wakati ule na kwenda kukupa maji ya kunywa pale kwamba ungekuwa unamuelewa mdogo kama hivyo ulivyo sasa. Sikufikiri hivyo. Sikiliza nikwambie, mauaji ulioyaagiza Goma na Bukavu ni ya kijinga kabisa, ni wazi alimana. Hilo huwezi kukataa. Nadhani unakumbuka.
na hapo umemchukua Mwipo wa Wamba Diawamba ndio kama mpelelezi wako kwa masuala ya Kongo. Uko naye Kigali, anakula anakunywa. Hayo ni mapungufu ya Wakongo. Hayo ni mapungufu ya Wakongo. Uwezo wao wa kufikiri ni mdogo, na ndio maana wazungu walijaza vyombo vya mziki, wakajaza na makanisa kutuharibu akili. Leo hii unatafuta wale vijana wote ambao walizaliwa na wale Wanyarwanda Wahutu waliozaazaa na Wakongo, ndio nao watafuta. Sikiliza nikwambie, binadamu hawezi kumalizika kama vile ndevu unavyozinyoa kwenye kidevu chako, ndivyo zinavyoota tena. Haujafanya kitu, unahangaika na kujaza upepo mbaya kwa watu. Umeacha kizazi cha Watusi katika maisha magumu. Walikuwepo Watusi wenzako. Arap Moi ni Mkalenjin. Wale watu asili yao ni Watusi, ambao ndio familia ya Rais Ruto kwa leo. Lakini kule Nairobi, kule Kenya hawafanyi ujinga kama unaofanya leo hii. Hata akifa leo Moi alivyoondoka, ameingia pale Ruto. Hakuna historia ya Wakikuyu kugundua kwamba wale ni Watusi. Hilo halipo Kenya. Matangazo mengine na vipeperushi vingine utavipata hapa kupitia Mbavu TV Online. Tunakusihi uweze kusubscribe kama hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, lakini pia kucomment itakuwa ni vizuri. Tukutane muda mwingine ambaye muda wote tunakuwa tukipaza kile ambacho kinachoendelea kwa muda kamili ule ambao tukio hilo linapotukia. Asante.